kuna swala la elimu shirikishi. Hii shida ambayo inatokezea Bandi kwenye maeneo mengi ya hiyo ni maeneo mengine, kwa sababu tu watu wa sheria ya Bandi mmekataa kufanya swala la elimu shirikishi. Nasema mmekataa kwa kile mtumilizo sheria imefuruka 42 katika wilaya ya Kati ni shirikishi ipo, lakini Bandi mmekataa kuanzisha. Sijui sababu ni kitu gani, au si kwamba hao ambao wamekataa kuanzisha wao ndio hivi, au inakuwa changamoto nini? Kwa sababu sifahamu, kwa sababu tukianzisha hivi shirikishi tunakwenda kujisaidia sisi wenyewe. Hatuna haya masha, yaani hatuna kamanda haya kwamba kila askari mmoja hivi kulinda mtu mmoja nchi nzima. Hatuna haya askari, kwa pengine sheria ni kwa askari wake mmoja, askari wake mmoja wawili, kabla kushirika na hiyo sheria. Nikitokezea jambo ndio nipige simu kwa polisi kwa ajili ya kuja kituoni. Lakini wanapopata mafunzo, baadhi ya vijana wetu 10, 15, 20 wakatuponea kwenye sheria watatusaidia katika vita hivi. Hata hivi mimi nataka kuambia kwenye wilaya hizi wakati kuna baadhi ya sheria sasa hivi ndizi nazo zinasema kwenye minazi, ndizi zinafika mpaka kuiva kwenye wilaya wakati, kwa sababu itakubadilisha kwao kwa elimu hii. Sasa tunataka nini mkataa Bandi kitu gani? Ndio vijana naona vijana mtana mtu vizuri. Hakuna sababu ya msingi ambayo inapelekea kukataa serikali inaanzisha kwa kujua kwamba mimi nitakuwa ni msaada vitingani ni wahalifu. Na kwenye hiyo ukiona vijana wengi wanakataa kushiriki ile jambo, kwa sababu wao ndio hao mabasi wenyewe, wao ndio wamepigia kuku, wao ndio wametafuta kufuatana na shida mbuzi amelala wapi, ni nyumba amelala wapi. Kwa sababu kama vijana hawashiriki kwenye hayo mambo, manake wao wanatakiwa washiriki kuhakikisha kwamba hiyo mifugo na hayo mazao yanakuwa salama, sio kwao. Kwa sababu kulima ni kulima, wewe kalima baba yako, kalima bi mkubwa, kalima kaka, shangazi, mjomba, ndio sio. Yaani kwamba hakuna mtu mpya. Watu wote ni wale wale tu. Kwa hiyo kama tunakataa kujilinda sisi wenyewe ndani, yaani kuna changamoto vipi mpaka kwa hatuwezi kujilinda. Kwa hiyo ndio niombe sana. Tukao tunafanya hivi kikao chetu leo, niseme moja katika jambo ambalo ndio nilisema, kwa sababu hivi ya mabasi ya minazi mabasi ambayo tunategemea kuwa na sheria ambazo zinaongoza ni mpaka na Bandi. Kuna wizi mkubwa sana wa mabasi sana, nafikiri amefanyika kwa sababu tunaweza kukataa hiyo na kuweza kujilinda wao wenyewe. Kwa hiyo niombe tuweze kushirikiana kwa pamoja katika masuala ya ulinzi wa nchi yetu, na hayo tuanze kulinda sehemu yetu na baadaye tulinde wilaya yetu, mkoa pamoja na taifa kwa ujumla. Mimi naomba tuanzishe ile vikundi vya ulinzi shirikishi kwa Waislamu. Bandi hii ambayo tunaijua sisi, Bandi wanapitaja Bandi nchi hii, sio wilaya ya Kati kwenye hii nchi. Ukitaja Bandi yani swala la uzalendo, yani sio bali hapa ni mtu mmoja. Wanajulikana historia, Bandi ni watu wazalendo, Bandi ndio wanakomboa nchi yetu, ndio sisi tunafanya kama nchi. Sasa vijana mnajua ndio historia au ndio ile baba ya wazee wanaondoka watajua wenyewe. Sio sasa wabidi katika 2000 historia tunasema nayo. Lakini sisi ndio maana tukaamua kwamba hii ziara ya sheria 42 tumeanza Bandi. Kuna historia kubwa sana Bandi. Sana. Kwa vijana tuombe mtuone historia ya Bandi na uzalendo ambao upo. Msikubali ipotee. Msikubali kufuta historia ya Bandi kwa sababu tu mambo haya ya digital na vitu vingine. Bandi endelee kwa Bandi, na sisi kama serikali tunategemea sana. Ndio maana wazee Bandi tunawaheshimu sana, na vijana tunawaheshimu. Kwa hiyo sisi tunaomba tushirikiane kwa pamoja kuhakikisha kwamba wilaya yetu na sheria yetu hii itakuwa kwa salama. Niseme kwa ndugu kwamba jukumu la ulinzi wa usalama la kila mwananchi kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hata katiba ya Zanzibar inasisitiza kwamba jukumu la ulinzi la kila mwananchi. Hivyo vikundi ambavyo vinaanzisha hivyo vinasaidiana na wananchi katika kuimarisha ulinzi katika maeneo yenu. Niombe tu kwamba kama tunasema kwa wilaya kwamba tutafika kwa wingi, vile vikundi ambavyo vipo tuendelee kusimamia ili kujilinda sisi wenyewe, kwa sababu haya maendeleo ambayo tunataka isipokuwa na ulinzi ni kazi bure. Kesho tuleta maji, tuleta vifaa vya afya, tuleta miundombinu mizuri ya mazingira ya usafiri, lakini bila kujilinda maana yake hatuwezi kufanya maendeleo.
Nataka sasa kila mwananchi, maendeleo yanaletwa na ulinzi ulio imara katika eneo lote lile. Huwezi kupata maendeleo pasipokuwa na ulinzi. Niombe sasa vijana mjitokeze kushirikiana na inspekta wa sheria, yuko hapa anaitwa Inspekta Tena. Vile vikundi vyote viendelee, tujihuishe kuhakikisha kwamba maeneo yetu yanakuwa salama.